nikiambia watu nikamwambia kama Mungu angesema ya kwamba mtu akitaka kuoa apatiwe nafasi kwanza aende akae na bibi kama muda alafu ambiwe aende uoe, hakuna mtu angekuwa na bibi saa hii, kwa sababu hizi nyumba zimejaa maneno. Wewe hujui, mimi najua, mimi ni bishop, I know what I'm saying. Hizi nyumba watu, usione watu vile wanatembea. Unaweza ona mtu kwa barabara ni mtu mzuri, nywele amechapa kweli kweli na amechapa ile ambi, lakini fika naye kwa nyumba ile maneno yanatoka katika kinywa chake. Unasema hata kama watu wanaoa afadhali kama singeoa. So ndio maana Mungu akasema wakati unaenda kuchagua mwanamke ati ya kwamba unataka kuoa, umeshajifunga uko kwa pingo. Sasa hakuna cha kusema kwamba hakuna kulivasi. Lakini ingekuwa kwamba watu wajaribiwe, waende wakae na mwanamke dakika kidogo alafu ndiye arudi ambiwe sasa oa, hakuna mtu angekubali kuoa dunia mzima. Nyumba mimi nimekuwa muda nimeanza 1977 kutembea nyumba zenu. Nimejua nyumba vile ziko. Hata hapa kuna wanaume wanapigwa na wamama. Wanapigwa kabisa. Na akitoka kwa mshahara hawezi fungua hiyo bahasha yake. Ni yake amepewa mshahara, lakini hawezi fungua kabla hajafikiza kwa nyumba. Paka mama aone kwanza hiyo mshahara, mama afungue ndio huyo apewe ahesabiwe pesa yake. So mtu kama huyo ungemwambia kwamba sasa wacha kidogo tena uende uoe, angeoa huyu mwanamke, hangeweza kaa naye. So it is not what it looks like. Si vile unavyoona ya kwamba labda mtu akishaoa ana raha, si raha. Si vile unavyoona mtu akishazaa mtoto ana raha. Wakati unapofikiria kwamba ningepata watoto hata 6, nimefurahi kama fulani. Wacha. Hata ule kuna mtoto mmoja ana shida. Mtoto anampatia, anamkulisha mchanga. Maana anaweka pesa mtoto ameenda nao. Na anaweka chakula kwa nini anakuta mtoto amechukua yote amekula. Nyingine anapatia jamaa, anafikiria kwamba inaokotwa kwa barabara. Paka mtu ana watoto wawili kwa nyumba, lakini ana kichwa inamuuma kwa sababu ya hao watoto. It is not what it looks like. Usione ya kwamba watu ambao wako na watoto wako na raha, watu ambao wako na nyumba wako na raha, walioolewa ndio wako na raha, waliooa ndio wako na raha, waliojenga nyumba ndio wako na raha, walio na gari ndio wako na It is not what it looks like. Unaweza kuwa na gari na hata unafikiria hii gari nitauzia nani? Kwa sababu kila asubuhi ni kusukumwa. Kwa sababu gani? Wewe ulishindwa kufanya gari service. Gari nayo inakuitisa. Inaitisa mafuta, inaitisa kufanywa service, inaitisa kuangaliwa, inaitisa kupakwa rangi, inaitisa vitu vingi na hauna. So wakati ambapo hauna hii vitu, gari yako kila saa inakusumbua wewe. Ni yako wewe ulinunua. Mtu anafikiria wenye magari hao wako sawa. Wenye hao ambao wako na nyumba wako sawa. Hawako sawa. It is not what it looks like. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwambie jirani, it's not what it looks like. It is not what it looks like. Hallelujah. Amen. So wakati wote unapoenda mahali hapana fikiria kwamba wale wanafanya kazi wamefaulu, wale wako wameoa wamefaulu, wale wako na watoto wamefaulu, wale wako na pesa wamefaulu. Rich people. Hawalali. Kila saa ameenda kwa kitanda, pesa yangu, ng'ombe yangu, mbuzi yangu, gari yangu. Anaota tu vitu, anaota vitu. It is not what it looks like. Kwa sababu wewe unataka kulala lakini hauna usingizi kwa sababu ya mali ambayo uko nayo. Unataka kufurahi ya kwamba umekuja nyumbani, bibi akukaribishe lakini anakukaribisha na matusi. Nani ule mlikuwa mnatembea naye? Nimeambiwa saa hii mlikuwa wapi? Sasa wewe ni bibi yangu. Mimi nimekuja nyumbani ili unikaribishe na furaha. Nikapate maana huko nimepigwa na tajiri, nimepigwa na watu huko na maneno. Sasa nimekuja kwa nyumba ili ya kwamba nitulie, lakini hapo ndio kubaya kuliko huko nje. Ndio wakati corona ilikuja hata kaambiwa kae pamoja, sema sasa hata huko nje hakuna corona. Corona iko kwa nyumba yangu. Ile corona nakaa nayo hapa ni mbaya kuliko ile corona iko nje. Maana wakati ambapo hakuna curfew, ulikuwa unakuja karibu saa 6 kama corona imejala. Lakini sasa unaingilia kwa corona. Ukiingia tena mna hii corona imeanza. Nimekusikia. Watoto hawajakula. Nyama ukulete. Kila siku tunakula sukuma. Watu
Haleluya! Si vile unaona watu brother, watu wako na shida, watoto tu, mtu anakuwa na watoto watatu, wamemshinda kwa nyumba kabisa. Mmoja ni mwizi, anaiba pesa, hata mboga mama haweki, zinaenda. Mwingine ni gaidi tu, yani yeye amepuuza tu. Baba akimwambia hii, baba mama akimwambia hii, yeye anatembea na wale vijana mbaya mbaya. Anakunywa huko kwa kiti yake, akija hapa macho ni tofauti. Wewe ni baba, lakini mtoto akikuangalia hivi unaangalia kando. Mtoto yake anakuangalia, unaangalia kwa kando, kwa maana si ya kwamba sasa wewe ni baba, wewe ni muoga kwa nyumba yako. It is not what it looks like. Hallelujah. Amen. Ndio maana Mungu amenipa hii ujumbe nikuletee. Nikwambia kwamba usione watu ukafikiria kwamba wako na raha. Wewe vile ulivyo, jipende vile ulivyo. Amen. Kaa vile ulivyo. Amen. Furahia vile ulivyo. Amen. Hallelujah. Usitamani maisha ya mtu mwingine. Usitamani yule ambaye ako na kitu fulani. Ile ambayo wewe uko nayo, hiyo ndio Mungu aliona ya kwamba unakutana nayo. Na Mungu akishakubariki hivyo, kaa hivyo. Ili ya kwamba ubarikiwe. Lakini wewe unatamani. Utakuwa mwizi. Unasema jana nilisikia nyumba ya Akusara mayai ikinuka, na juzi tulisikia harufu ya samaki. Leo wanakaraga nyama, na hapa kwetu mimi sukuma na kunde, sukuma na kunde mrenda. Wewe hujui wanapataje hiyo nyama, haujui wanapataje hiyo samaki, haujui wanapataje hiyo mayai. Hata wengine ukitoka asubuhi akitaka kukushtua unakuta kwamba alikula mpaka mayai ikabaki, amemwaga karibu na mlango yako. Ukipita unaona kweli huyu jamaa alikula mayai mpaka ikabaki. Nyama ile alimwaga hapo si mfupa, nyama. Kwa sababu sasa yeye amekula ameshiba, kulani ile imelala. Yeye anakula nyama mara moja. Na mwaga hapo. Ukitaka hiyo maisha, brother, unajichimbia shimo mwenyewe. Wewe acha kule nyama yake, wewe kula tu kunde yako na mrenda. Kwa sababu wote mtaenda choo. Hakuna mla atakula nyama aende heaven, na ule ambaye anakula mrenda ndiye anaenda choo. Hakuna. Sisi wote tunaenda choo, kesho tunakuwa tu kama kawaida. So it is not what it looks like. Let us read John chapter 4 verse 25. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi nayasema nawe ndiwe. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini, au mbona unasema naye. Wachia tu hapo. Unaona sasa? It's not what it looks like. Yesu alikuwa Mungu. Ametoka tu akaambia wanafunzi nendeni mlete chakula. Na yeye akakaa kwa karibu na mto kumngojea mtu. Na aliyekuja ni mwanamke kahaba. Watu wengi wanamjua kama kahaba, but it's not what it looks like. Huyu wanafunzi walipokuja hawakumuuliza kitu. Na kweli wamemwona na mwanamke. Na ameongea na yeye, waliona wakiongea. But it's not what it looks like. Hallelujah. Yeye alijua ya kwamba huyu mwanamke atakuja hapa. Na akija hapa, yeye ndiye atakayelete kile ambacho ninatafuta. Maana Yesu angeenda kufanya uinjilisti katika hiyo mtaa. Lakini hawa watu wa mtaa walimuona mwanamke huyu kama jambazi. Walimuona kama kahaba. Walimuona kama muuaji. Walimuona kama mvunjaji wa nyumba za watu. Lakini sana wakati imefika ya kwamba kitu mbaya kinaweza geuzwa ikawa kitu mzuri. It is not what it looks like. Unaweza kuwa unaonekana mtu mbovu. Unaweza kuwa unaonekana hauna kitu, lakini wewe unafaa. Corona ilipokuja, si vile watu wanaiona. Bishop Otinga anaiona tofauti. Kwa sababu sasa matanga gharama imepungua. Hakuna ile makuku watu wanakula, hakuna ile ng'ombe zinachinjwa. It's not what it looks like. Wewe unaona ya kwamba hii corona imekuja kutuharibia, imekuja kuharibu starehe zetu. Hapana, imekusaidia wewe. Ile gharama mlikuwa nayo hapa, mnachanga mpaka kesho yake hamwezi kumaliza mchango, maana mnapanga vitu vinachinjwa kwa boma, watu wanagombania pale, wengine wanasema hatujaongea, mpaka
iishe. Mungu zaidi ya hilo iendelee. Ili ya watu wote wafunzwe adabu. Haleluya. Hata saa hii church ni kwa mpango. Angalia vile watu wanakaa kwa mpango. Lakini haikuwa na mpango, haikuwa na plan. So it is not what it looks like. Mlikataa sana kwamba ndio kwa unakuja zaidi mnataka utakuja ile saa sisi tunataka. Ukifika kwa mlango ile saa wewe unataka unarudishwa nyumbani. It is not what it looks like. Kwa sababu tuliwaambia hii maneno tangu zamani mkasema ya kwamba hii ni maneno tu ya bishop. Nasema watu watakuja wajipange kwa mlango watajipangaje? Sasa utajipanga. Kwa sababu unabii lazima utimie. So wakati huu unapoangalia hii maneno, ninakuta kwamba huyu mwanamke alipoenda pale, yeye alianza kuongea ile vitu anajua. Lakini si vile ambavyo yeye anajua iliyomleta huyu mwanaume hapa. Wewe tunajua wewe ni kahaba. Ulikuwa unatafuta mwanaume kwa maana hii si saa ya kuchota maji, lakini ule umepata si vile unafikiria. Umepata mtu mwingine. Umekutana na kitu kingine. Haleluya. Ndio maana nakwambia it's not what it looks like. Aliona leo nimeangukia. Alisema sasa huyu ndiye anavaa hivi. Huyu ndiye amechapa hivi. Leo nitakula mzuri. Akula. Haleluya. Wakati alikaribia pale ile maswali alipata. Ile ambaye alikuwa anafikiria ilimuondoka. Na hao walipokuja hawangeweza kufikiria ile ambaye kwa sababu haionekani kuwa vile wewe unavyoona. So walipokuja wakaona Yesu ambaye tunaamini ni Mungu mkubwa wetu anaongea na mwanamke kwa kisima. Hawakumuuliza swali. Hawakuuliza ni kwa nini unaongea naye. Na baadaye walipomwambia chakula ndio ile alikuwa amewatuma. Hebu endelea mbele usikie. Alikuwa amewatuma kitu. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini. Akawaambia watu, njooni mtazame. Njooni muone mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyu ndiye Kristo? Yes. Basi wakatoka mjini wakamwendea. Sikia vile inasema. Inasema ya kwamba huyu mwanamke alipoacha mtungi, alienda mjini. Kahaba anaenda kuambia watu. Hakuambia nimepata bwana. Mkuja mnisaidie nataka kuolewa. Aliwaambia njoo muone mtu ambaye aliniambia siri yangu yote. Aliniambia mambo yangu yote tangu nilipozaliwa. Watu wakasema kweli kama kahaba aliambiwa maneno. Twende. Hawakuuliza yeye maswali, walianza mbio kwenda. Biblia inasema ya kwamba mji mzima wakaondoka kumfuata mwanamke ambaye alikuwa kahaba. So, unaponiona kuwa mtu mbaya, mimi naweza kuwa baraka kwako. Unapoona jirani yako kama havai, yeye ndiye atamwaga maji wakati wa kwanza nyumba yako ikianza kuungua. Shida ikiingia kwa nyumba yako, huyo jirani mnagombana na yeye ndiye atakayekuokoa. So it is not what it looks like. Bwana asifiwe sana. Vile tunaona na hii macho si vile ambavyo viko. Unaweza kuona hii ni rangi ya blue, lakini ukiingizwa kwa macho ya kiroho utaona ya kwamba si blue, ni rangi nyingine tu. Haleluya. Na ndio sababu wakati kama huu ambapo watu wanasema maneno ya corona, maneno ya maisha, wewe lazima ujifunze kitu. Uanze kujifunza kutembea, uanze kujifunza kukaa, uanze kujifunza kufanya kitu. Kuna watu ambao walikuwa hawezi hata kulea mtoto. Sasa watoto wake anakaa nao hapo. Wanaanza kumsikia, kumuelewa na kumjua. So wakati ambapo mnafikiria ni kwa ubaya, hii maneno imekuja, sehemu nyingine ni kwa uzuri, hii maneno imekuja. Amen. So wakati ambapo shida inakuja kwa nyumba yako, usione ya kwamba ni shida, maana it is not what it looks like. Inaweza kuonekana kama shida, lakini Mungu amekuja kukusaidia. Inaweza kuonekana kama magonjwa, lakini hiyo ndio ushuhuda yako. Inaweza kuonekana ya kwamba umefutwa kazi, na hapo ndio unaanza biashara yako. Unaweza kuonekana umefukuzwa na bwana, na hapo ndio unapata mume ambaye ameandikiwa kwa maisha yako. Ule ambao ulikuwa unakaa naye si mume wako. Kwa sababu labda ni watatu, wewe ni wa pili hapo, ni wa nne kwa hiyo nyumba. Utakapotoka unapata mume wako, na hapo ndipo Mungu alikuwa anataka uishi. Na wewe ulikuwa unatoka pale na matusi, unamlaani, unamwambia utaona, vile umenifanyia. Hakufanyia kitu. It is not what it looks like. Kubaliana na kila kitu ambacho
inatuambia verse 28, all works for good to those who believe in the Lord. So if you are a Christian, anything that comes to your life, take it as it is. Kwa maana ni hivyo Mungu anataka. It is just a way for God to make you to prosper in life. Amen. Hauwezi kuprosper kama hujapitia mateso. Lazima upitie njia fulani ndio upate baraka yako. Tunapokuambia yale ambayo unafanya, yale ambayo unapitia, yale ambayo unatenda, ili uachane nayo, umfuate Yesu. Hapana, naona sisi ni wabaya. Tuko kwa kazi yetu. Niko kwa kazi yangu kukuambia Mungu anakataa dhambi, uachane nayo ili ya kwamba uende mbinguni. Na kama wewe ni mtu wa ubishi, endelea kubishi na kupiga nduru tu. Nduru yako hainakupeleka mahali. Ni lazima usafishwe. Lazima uoshwe ndio Yesu apate kutumikia. Kama unataka kuhudumu kama Bishop Otinga, lazima tukukwarushe ile tabu itoke. Ndio maana mwanamke Yesu alimwambia kama ungejua kipawa ya Mungu na nani unayeongea naye, ungemuomba naye angekupatia njia. Alimwambia hapa ndio sisi wote tunakujanga. Akamwambia hivyo ndio wewe unaona, lakini si hivyo ilivyo. Ile maji nakwambia uzima haichotwi hapa. Maji ya uzima haipatikani kwa hii kisima ya baba yako. Haipatikani kwenu. Unajua baraka haipatikani na pesa. Unaweza sema kama sijatoa fungu la 10 singebarikiwa, ninajua sikuwa na kitu, ningeenda kanisa niambie bishop nipande mbegu nibarikiwe. It is not what it looks like. Mungu akitaka kukubariki anaangalia moyo uliyevunjika. Una kitu ama una, utabarikiwa. Mwanamke akawa na hela 2. Angesema ya kwamba sasa mimi watu wa maelfu wako hapa, watu wa mamilioni wako hapa. Sasa mimi nitaendaje kanisa nibarikiwe? Lakini alibarikiwa kwa sababu si vile unavyoona kitu ndivyo ilivyo. Mungu alishapanga dunia na ameiweka kwa mpangilio ili kila mtu ambaye anafuata anapata kuingia katika uzima. Bwana asifiwe sana. Amen. Alipogundua alisema nipe hiyo maji. Wakati unagundua ukweli, lazima usimame kwa ukweli. Unaweza angalia David alikuwa mfalme, lakini alikuwa anajificha kwa pango. David was the king, but he was running in the caves. Kwa sababu anamkimbia Saulo. Unaweza kuwa mbarikiwa, lakini unakaanga huko nyuma. Hata hujawahi toa hata ushuhuda hapa mbele, lakini umebarikiwa. Usijali, it is not what it looks like. Kwamba ningewekwa pale ningefanya kitu. Wakati Mungu ataanza kukutumikia, watu watajua huyu anatumikiwa na Mungu. Na hata utasema kwa sababu njia zako, matendo yako, maongeo yako inaonyesha kwamba wewe ni mbarikiwa. Na kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako. Hii kitu uchimbuka. Na wakati inachimbuka, yale mengine yote ambayo ulikuwa unafanya inakufa. Roho wa Mungu anapoanza kutumika ndani ya mtu, mambo yake yote, ile mizizi ya marafiki wa kando kando wanakatwa. Hata umwambie atusikuje kwangu, yeye mwenyewe anakataa kuja kwako. Yeye mwenyewe anakataa kukusalamia. Yeye mwenyewe anakataa mkutane. Kwa sababu gani? Anapoona mwenendo wako, anaona kwamba umebadilika. Kwa sababu kila saa uko na Biblia kwa mkono, naye hataki kuona Biblia. Kila saa unaimba nyimbo za mbinguni, naye hataki kusikia hizo nyimbo. Kila saa unaongea mambo ya church, naye anataka kusikia mambo ya baba. Anataka kukwambia kwamba twende kwa chama. Twende kwa ile komiti yetu. Twende kwa watu wetu wa ukoo. Twende kwa ule mganga fulani. Lakini hiyo vitu yote asikii kutoka kwako. Inawatenga. Inawatenganisha. Kwa maana si vile unavyoniona ndivyo nilivyo. Nikishaguswa ninaanza safari ya kwenda mbinguni. Safari ya kwenda mbinguni ni tofauti na safari ya kuishi hapa. Mambo ya kuishi hapa tunatamani vitu ambavyo tunaona na macho. Lakini mambo ya kwenda mbinguni, vitu yote ambavyo unaona na macho si kitu kwako. Unaweza kubali hata kupeana chochote ambacho uko nacho, ubaki ni kama huna kitu, lakini kwako unaona kwamba wewe ni tajiri. Kwa sababu vitu vya mbinguni, anasema yale ambaye hatuoni ndio yale ambao Mungu ametuwekea. Amewekea wale ambaye wanampenda. Macho ya mtu yote haikuona, hata wewe mwenyewe haujui. So mtu akikwambia kwamba mbona unaenda kanisa na una kiatu, mwambie Mungu hajamaliza na mimi. Wewe unakwenda kanisa na hujaolewa, Mungu hajamaliza na mimi. Kwa sababu plani aliyo nayo ni nzito. Alisema nina mpango mzuri na maisha yako.
lakini nasema mzuri, nina mpango mzuri na maisha yako, kukupa tumaini wakati wako wa mwisho. Hiyo ndio maandiko. Halafu anasema utaniita nami nitakuitikia, ni kuonyesha mambo makubwa tena magumu usiyojua. Unaona sasa vile Mungu anasema. That's Jeremiah 33 verse 3. Halafu verse 6 anasema kwamba nitakuponya magonjwa yako yote. The same book. Hallelujah. Amen. Ndio wakati unapokuja katika huduma huu, ili ya kwamba Mungu akutumikie, fuata maandiko. Na anasema kwamba the one that is in you is greater than the one that is in this world. Amen. So don't think about the things of this world. Fikiria mambo ambayo uko ndani, wewe umebeba. Kila ambacho unataka uko nacho ndani hapo. Yale maisha unataka kuishi wewe ndio uko nayo. Hallelujah. Amen. So tukikataa kufikiria vile watu wanafikiria, tutaona wema wa kuishi kwetu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome kitabu ya mwisho ya kwamba niwaombe. Exodus chapter 19. Mwezi wa 3 baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri. Siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Nao walipokuwa wameondoka Refidimu na kufika jangwa la Sinai, wakatua katika lile jangwa. Israeli wakapiga kambi huko, wakaikubali mlima. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamuita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuarifu wana wa Israeli maneno haya. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi walivyo wachukua ninyi juu ya mwamba. Jinsi walivyowachukua juu ya bwawa za Tai, nikawaleta ninyi. Sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapa ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Basi, wacha tu hapo hata usiendelee. Dunia yote ni mali ya Mungu. Mtakaposikia haya mambo na kuyafuata, ndipo mtakapobarikiwa. Unajua, wakati mwingine tunapoangalia katika dunia, vile vitu ambavyo sisi tunaona si vile ambavyo Mungu anaona. Ndio maana wanawake wa Afrika wanatamani nywele ya mzungu. Wanataka wawe nywele yao iwe mrefu kama ya mzungu. Kwa sababu gani? Wanaona ya kwamba mzungu amefanikiwa sana. Na mzungu naye anataka kukata nywele yake iwe fupi kama ya Mwafrika. Ndio maana inasema usione mtu ni mweupe ukasema kwamba nimeangukia. Yeye ndiye ameangukia. Na unasema nataka kuwa huyu nitambadilisha, yeye atakubadilisha. Kama ujue leo ya kwamba unaweza muona ya kwamba kwa sababu ni mweupe ameundwa kweli kweli, na hata kikanyaga chini ni kama hapo chini kunatetemeka, kwa sababu alizaliwa mwana mtoto wa mtu huyu. Lakini ukienda kwa historia yake unakuta kwamba hajawahi hata kuolewa hata siku moja. Kwa sababu gani? Na ni mweupe na kuna miaka 40 years mtu anakaa kwao, kwa sababu anasema kwamba hii urembo yangu na ngojea mzungu akuje. Utangoja mzungu mpaka ukufie kweli kama bado unangoja mzungu? Kwa sababu it's not what it looks like. Unaweza kuwa wewe mzuri, unaweza kuwa mtu wa maana, lakini kumbuka ya kwamba vile ulivyo hivyo si vile ambavyo hautaishi vile unataka. Kuna mpango ambaye Mungu amekupangia, na ukiingia kwa deep kwa neno la Mungu atakufunulia vile ambavyo anataka uishi. So usione mtu ukamchukua vile alivyo. Anaweza kuwa mweupe, ndio hatukatai. Anaweza kuwa mzito, hatukatai. Anaweza kuwa na sura, hatukatai, lakini tabia ndio mtu. Mwanamke mzuri ni tabia. Mwanamke ambaye hana tabia, hata kama ni mweupe, hata kama anafanya kazi, hata kama alisoma mpaka university, hana nyumba, hana maisha. Maana akienda kwa anaanza kutaka control bwana. Ndio unasikia wanaume wanapigwa.
Si ni hawa tu wanawapiga. Maana anamwambia mimi nimekuoa, wewe ni mtu wa standard 7, acha kunichezea hapa. Alafu anafanya mwanamume anaonekana tu kwamba ni kitu bure kwa nyumba yake. Na hapo maana nazungumzia sio yeye alijenga. Ni huyu mtu wa standard 7 alijenga. Yeye pamoja na masomo yake hajabadilisha hii nyumba. Hata nabii, ukiwa nabii ukienda kwa nyumba ya mtu, kweli huyu bwana ana mpango wa kando. Roho wa Mungu amekwambia, hata kama ameweka wanawake 5, wewe umeambiwa na Mungu. Ni ukweli. Na kwa sababu ni Mkristo ukimwambia atakubali. Lakini hiyo nyumba umeshaivunja. Unataka kumwambia mbele ya bibi yake, umevunja nyumba hiyo. Wewe amekubali, ametubu, wewe umetoka. Enda ama ufika mbali na useme wacha nirudi nimesahau Biblia. Kama ulisahau Biblia, si Biblia ulisahau. Ulisahau vita. Hata wengine utakutana na kofi kwa mlango. Ninakutana na wewe. Maana ni wewe umeleta hii kifo kwa hii nyumba. Na mama anajitetea kwa sababu aliyakuwa hii nyumba yake. Sasa leo umefungua siri hapa. Wewe mzee nakwambiaga kila saa. Siku saa ile unakujanga hapa hii, unatokanga wapi? Leo pastor amesema. Na umekubali mbele ya pastor. Niambie vile hiyo nyumba itakuwa. Nani ameleta shida? Nabii. So nabii wajinga hawatakikani sasa. Inafaa lazima uulize Mungu. Hii nani unaniletea? Nitasemaje? Hii mambo unaongea na mimi, niongeeje na watu? Hiyo ndio Mungu anataka. Nataka kuwaombea kwa sababu wakati huu ni wakati wa muda mchache. Na inahitaji moyo wa mtu nipate kuingia mbinguni na kuombea. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndiye Mungu. Naomba ya kwamba wale wote ambao wamekanyaga mahali hapa, wadogo na wakubwa, naweka mkononi mwako. Naomba ya kwamba uwabariki. Naomba ya kwamba uwafungulie. Najua ya kwamba Jehova, kuna wale ambaye hakika neno hili limeguza mioyo yao. Wamekaa maisha ya ufukara. Alijipenda akiwa msichana, akasahau ya kwamba miaka inapita, akakosa kuolewa. Sasa amezeeka, analilia nyumbani. Akijaribu kucheka, machozi inatoka. Mungu, naomba umkumbuke mama huyu. Nimemwita mama kwa sababu miaka yake inasema ni mama. Yehova, unaweza mrekeza ili kwamba ampende mtu ambaye ulikuwa umemwekea na akamkataa kwa sababu ya masomo yake. Alimkataa kwa sababu ya urembo wake. Alimkataa kwa sababu ya mavazi. Alimkataa kwa sababu ya vile alivyokuwa na behave maishani. Lakini sana wakati imefika, hii ndio kinga. Naye Bwana unasema ya kwamba niite nitakuitikia, nikuonyeshe makubwa na makuu usiyojua. Sasa nakuita kwa sababu ya watu wako, na kuita kwa sababu ya wale ambaye walipoteza maisha yao, walipoteza mwelekeo, walipoteza masomo, walipoteza ukoo wao. Warudishe, wajue ukoo, wajue kusimama, wajue kutenda. Tembea nao sababu wewe ni Mungu. Nakushukuru kwa sababu umenisikia. Chukua na wagonjwa ambao wamelala vitandani na wamesikia hii ujumbe, wanapoguza hii TV, wanapoguza hii simu, Mungu wapone siku ya leo, watoke vitandani, watembee. Na wale wako hapa wote, chukua mna mgonjwa umguze, chukua mna ule ambaye amefungwa umfungue. Nimeombea hata wale ambao wako mbali, Mungu na ukipenda uwafikie. Wakati watasikia ujumbe, wacha wapende ujumbe na wapate kuamini na wapate kubadilika. Nyumba za watu ubadilishe, maisha ya watu ubadilishe. Asante kwa maana umetenda. Kwa Yesu aliye Bwana na Mwokozi nimeomba. Amen. Mungu awabariki sana. Asante kwa kuchukua nafasi hii kukuja katika huduma huu.